Watazamaji na wahudumu wa sekta ya usafiri wa umma na baadhi ya miungano na ya watengenezaji bidhaa wametangaza mgomo kuanzia saa 6 usiku wa leo kufuatia kupanda kwa bei ya petroli na dizeli nchini. Na wahudumu hao wanasema kwamba itakuwa vigumu kwa wao kuendelea na biashara, wakiitaka serikali kuingilia kati, la sivyo uchumi wa Kenya uporomoke. Haya yamejiri huku Mkenya mmoja akielekea mahakamani kutaka kusitishwa kwa nyongeza mpya ya mafuta, kama Gatete Njoroge anavyoarifu. Katika kikao na wanahabari ambacho hakikuzidi dakika 5, viongozi wa miungano ya wahudumu wa magari ya usafiri wa umma, wale wa kusafirisha mizigo, wale wa magari ya watalii, wa teksi, bodaboda na wale wa kuchimba visima walitangaza rasmi mgomo. Effective today midnight, all public service, commercial vehicles, private vehicles across Kenya shall cease operations until further notice. Kulingana nao, hatua hii imechangiwa na kuongezwa kwa bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 76 chini ya miezi miwili. Whether they reduce taxes or they utilize the BTL or they raise money from elsewhere, bei ya mafuta ianguke na ianguke vizuri. Hata watu wa malori kama vile tuko na bonda, tuko na gari ndogo kama taksi, tunaomba hata watu wa malori na hata personal cars, hii mzigo ama hii shida ni ya kila mtu kwa nchi nzima. Tunaomba kila mtu atusapoti kwa hii mgomo, ndio serikali iweze kusikia sauti ya mwananchi. Haya yamejiri huku mtu mmoja akiwasilisha kesi mahakamani kupinga kutekelezwa kwa bei hiyo mpya ya mafuta. Francis Awino, aliyewakilisha kesi mahakama kuu, amedai EPRA iliongeza mafuta kinyume na sheria, ilikosa uwazi na inalenga kuwaumiza Wakenya kimfuko. Awino anataka mahakama kuagiza EPRA na Wizara ya Hazina ya Kitaifa kutoa wazi maelezo ya namna bei hiyo iliafikiwa, ikiwemo kutoa maelezo ya bei ya mafuta yanapowasili nchini, ada zinazotozwa, faida kwa mwenye mafuta. Pia anataka maelezo ya namna pesa inayotolewa kwenye mfuko wa ushuru wa maendeleo ya petroli kukinga Wakenya dhidi ya bei ya juu ya mafuta inatumiwa. Ombi jingine ni kutaka kusitishwa kwa ruhusa iliyotolewa na Waziri wa Biashara na Viwanda Lee Kinyanjui kuidhinisha mafuta yenye viwango vya chini vya ubora. Abiria wamepotea. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.